asilimia kubwa ya watalii wanakuja kanda ya kaskazini. Sasa mnapovuruga amani ya kanda hii, manake mnavuruga biashara zenu, mnavuruga maisha yenu. Haya ni ya kwenu. Yaani kabla hatujaenda katika ngazi ya taifa, tunaanza na nyinyi wenyewe. Sasa ni matarajio yetu tunapokwenda kwenye AFCON mwaka 2027, tunatarajia mwananchi wa kawaida kuwa wa kwanza kukemea vitendo vyovyote vinavyoweza kuathiri amani ama uvunjifu wa amani katika taifa letu. Kwa hiyo ni jukumu la kila mtu. Jana nilikuwa namsikiliza mtaalamu mmoja wa saikolojia. Alikuwa anasema hivi, changamoto ya sasa ambayo taifa tunalipitia inatokana na changamoto ya malezi ambayo sisi wazazi tumesababisha. Nikataka nimsikilize kwa umakini. Ni nini? Anasema moja, wazazi wa sasa hivi kila mtoto anachokitaka lazima umpe. Na kwa sababu kila anachokitaka, mwingine akaenda fadha akasema inaanza mpaka katika hatua ya unyonyaji wa ziwa, breastfeeding. Yaani mama unapomnyonyesha mtoto, yaani ukisikia tu mtoto amelia umempa nyonya. Kwa hiyo mtoto anachokomandi ni kwamba anajua chochote anachokihitaji anakipata. Hajui kwamba kwenye dunia kuna michakato. Hajui kwamba kwenye dunia kuna kukosa. Hajui uvumilivu ni nini. Ndio maana mtoto akiomba pipi ukimnyima anajibamiza chini. Ni malezi. Ndio kizazi kinachoibuka leo, kila matokeo kinataka kwambia leo tunataka barabara, leo tunataka maji, leo tunataka sijui nini. Wakati unajua hata hiyo barabara serikali ikiweka hela itajengwa sio chini ya mwaka mmoja, miaka miwili. Kizazi kisichokuwa na subira ndio matokeo, ni malezi. Kwa mwisho wa siku leo tunalaumu kwamba Gen Z ni malezi ambayo sisi ndio tumeyasababisha. Hatuwezi kukwepa hili jukumu kama taifa. Kizazi cha matokeo sasa. Dunia hiyo haipo. Kuna dunia namna hiyo hapa duniani. Lakini kwa mtu ambaye hawezi kutambua hili, anaweza kuona ni kama mzaa, lakini nawaambia unapoharibu mji wako, unaiharibu nchi, unaharibu familia yako, unaharibu kizazi na kizazi chako. Nchi yetu ya Tanzania tumekuwa sehemu ya watu ambao tunasifiwa kwa kulinda amani ya nchi yetu. Afrika nzima, kokote utakapokwenda utakwambia Tanzania ndio kimbilio. Lakini leo sisi tunataka kuwa sehemu ya watu ambao tunatafuta majibu ambayo hayawezi kupatikana. Hata akija mtu mwingine yoyote hamtayapata hayo majibu, na mnajua huo ukweli. Kwa hiyo swala la amani ni la kwetu. Tulinde amani ili tuhakikishe mambo yote ambayo serikali inayafanya, mambo yote ambayo wananchi wanahitaji tunaweza kuyafikia. Kwa hiyo hilo niliona ni vizuri nikilisema, kwa sababu serikali imekuwa ikiipa kanda ya kaskazini kipaumbele kulingana na faida yake ya kijiografia. Tunaleta miradi mikubwa mingi, lakini watalii wenyewe wanapenda kuja huku kwa sababu ya jiografia ya eneo husika. Kwa hiyo tunatarajia nyinyi ndio mwe wa kwanza kuilinda.